من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع والضلالات ونيران اللهم آمين. أحبة وأحباب رسول الله عباد الله، اليوم يوم عيد، يوم فرح وسرور عند المسلمين. Leo ndugu zangu katika imani ni siku ya Eid. Ni siku ya Eid kwa Waislamu, ni siku ya furaha kwa Waislamu. Na Muislamu anatakiwa kujihisi kwamba yuko katika sehemu ambayo yuko katika siku ambayo ni adhimu, siku ambayo ni tukufu, siku ambayo ni bora, siku ambayo Waislamu wametekeleza ibada kubwa, ibada ya hija, na ni katika nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Na tunafahamu hukumu mbalimbali katika siku hii ya leo. Miongoni mwazo ni hukumu za kuchinja, ni katika siku ya leo na ni katika siku ambazo zinaendelea mpaka siku 4. Lakini maudhui ya hutuba yetu leo, ujumbe wetu ambao tunatarajia kuupata katika siku yetu hii, ni'matul amni wa hifdhu nufusi wal arwah. Tumekusudia kukumbusha Waislamu na hata wale ambao si Waislamu neema ya amani, neema ya amani, ni'matul amni wal amani, neema ya amani wa hifdhu nufusi wal arwah, na kuhifadhi nafsi, kuzilinda nafsi na vile vile kuzitunza roho za wanadamu. Ndugu zangu katika imani, watu ambao ni wasomi, watu ambao wana akili salama, wanaona ya kwamba hakuna neema kubwa ambayo wameneemeshwa wanadamu baada ya kupewa imani na Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ni'matil iman, baada ya neema ya imani, kama neema ya amani. Muislamu anatakiwa atambue neema ya amani, kwamba amani ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Amani ni kitu muhimu sana katika maendeleo ya mwanadamu. Amani ni kitu muhimu sana katika kutekeleza ndoto zetu. Amani ni kitu muhimu sana katika kuyafikia malengo yetu ambayo tumejiwekea. Endapo tutakuwa tumekosa amani, ambapo tutakuwa tumevuruga amani, tunao hatari wa kupoteza malengo yetu. Tunayo hatari ya kupoteza kizazi chetu. Tunayo hatari ya kupata watu ambao tusingetegemea kuwapata. Ndugu yangu katika imani, ikiwa amani hakuna, hata utekelezaji wa ibada utakuwa ni mgumu. Ikiwa amani hamna, hata kwenda katika shughuli zako, kwenye majukumu yako, katika kutafuta kuyafikia malengo yako, huwezi ukayafikia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
amezungumza katika aya mbalimbali akiwa anaeleza umuhimu wa neema ya amani. Nabiiullah Ibrahim alayhi salam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Baqara, hikayatu an Ibrahim, kunako Ibrahim mzee wa imani, ni mtu ambaye alikuwa amejikita katika imani, ni mtu ambaye alikuwa na mapenzi makubwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ni katika watu ambao ni wenye kuigwa na ni watu ambao ni mfano. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza jinsi Nabiiullah Ibrahimu alayhi salam alivyokuwa anatilia umuhimu amani katika maisha ya mwanadamu. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan, nakumbukeni aliposema Ibrahimu alayhi salam, rabbi ij'al hadha baladan aminan, ewe Mwenyezi Mungu, ewe Mola wangu, jalia huu mji wa Maka ni mji wenye amani, waruzuku ahlahu minath thamarati, na waruzuku watu wake matunda. Kuonyesha kwamba Ibrahimu alayhi salam ametanguliza kwanza kuomba amani, kisha akasema waruzukuhum minath thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, na waruzuku matunda, vyakula, kwa sababu mtu hawezi kula chakula kama hakuna amani, na mtu anaweza kula chakula ikiwa kuna amani. Na ikiwa mtu anahitaji kula chakula lakini katokea kitu cha hatari, yuko tayari kukikimbia chakula kwa sababu ya kutafuta amani. Mtu anapoona mahala alipokaa, hata kama anakula chakula lakini hakuna amani, hawezi akakaa mahala pale. Waruzuku ahlahu minath thamarati, na waruzuku watu wake matunda, vyakula mbalimbali waweze kula, minhum, wa miongoni mwao wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Ibrahimu alayhi salam akaona hata hizi neema hizi hazifai kwa mtu yoyote kuzitumia au kuzila, ila yule anayemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anayeamini siku ya mwisho. Allah Subhanahu wa Ta'ala qala wa man kafara, akasema na yule aliyekufuru pia nitamruzuku, nitampa atakula. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua kabisa kwamba hawa, anasema tutamserehesha kidogo lakini muda mfupi tu, lakini baadaye tutampeleka katika moto wa adhabu, katika moto wa Jahannam, lakini dunia hii waache wale watu wote. Kwa hiyo Ibrahimu alayhi salam katika maneno yake, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan waruzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allah, naomba mji huu uwe ni mji wa amani. Suratul Baqara aya 126. Lakini pia Ibrahimu alayhi salam katika suratu Ibrahim vile vile anasema, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha albalada aminan wajunubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ibrahimu anasema, ewe Mwenyezi Mungu, kumbukeni aliposema Ibrahim, ewe Allah, ewe Mola mlezi muumbaji muendesha ulimwengu, jalia huu mji wa Maka kuwa ni mji wenye amani. Kisha nini? Wajunubni wa baniya an na'budu al-asnam, na uniepushe mimi na familia yangu na kizazi changu na kuabudu masanamu na kufanya ibada ya ushirikina. Na hizi ndio ibada ambazo zitamwangamiza mwanadamu katika maisha ya duniani na katika maisha ya akhera. Kwa hiyo akaomba amani katika dunia, lakini pia amani katika akhera, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ameahidi, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameahidi ya kwamba anasamehe madhambi mengine lakini si dhambi ya ushirikina. Kwa hiyo anayetafuta amani ya kweli, amani halisi, ni yule atakayemwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa kuwa hatuwezi kumwabudu Allah, hata leo tumekusanyika hapa, mkusanyiko huu lau isingekuwa kuna amani tusingeweza kukusanyika hapa. Kwa hiyo katika kuwepo amani ndiyo kutekelezwa ibada,
ndio kuabudiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tusitumie fursa ambazo sio sahihi kwa ajili ya kuiharibu amani. Muislamu anatakiwa kila wakati anafikiri na kutafakari maneno yake anayoyazungumza yasiwe ni maneno ambayo ni yenye kuleta hatari ya kuhatarisha amani. Mahala alipo, kokote alipo, awe ni mtu ambaye ni mwenye kuchunga amani, kwa sababu amani ni kheri inayohitajiwa na viumbe wengi, achilia wanadamu, hata wanyama wanahitaji amani hii. Ndugu yangu Muislamu, neematul amni, neema ya amani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema awalam yarau, hivi hawajaona, anna ja'alna haraman aminan, kwamba sisi tumeijalia haram, tumeijalia Maka kuwa ni mji wenye amani. Wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim, na wakati wananyakuliwa watu katika maeneo mengine, wanatekwa watu katika sehemu zingine, lakini Maka wao tumewajalia kuwa ni watu wenye amani, ni watu wenye kupata amani. Afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Ankabut anasema, je, katika neema, katika batili wanaamini, katika ibada ya masanamu na ushirikina wanaamini, wanaacha kuamini neema aliyowaneemesha Allah subhanahu wa ta'ala? Watu wanaporwa, watu wanatekwa maeneo yaliyowazunguka, lakini wao Allah amewapa amani, wanashindwa kutekeleza ibada, wanashindwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika surati Quraish akasema, falyabudu rabba hadha albayti alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfi. Na wamwabudu, watu wa Maka wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, rabba hadha albayti, mola wa nyumba hii tukufu, nyumba ya Maka al-Kaaba, nyumba ambayo imejengwa kwa ajili ya ibada. Wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anawalisha, anawapa chakula na amewapa amani, wanapata amani wakati sehemu zingine hawana amani. Neematul amni, Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza. Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza Waarabu kwa neema waliokuwa nayo kipindi hicho, ambapo na sisi tunatakiwa kujifunza tunapokuwa na amani, kwamba neema ya amani Allah anawaneemesha watu wote, miji yoyote anaweza akawapa amani. Ndugu yangu Muislamu, tusiwe kama Bani Israeli ambao walikuwa wanapewa riziki kutoka mbinguni, wanapewa vyakula ambavyo haviexpire, vyakula ambavyo havina madhara, lakini wakasema sisi tumechoka kula vyakula vya aina moja, tunataka vyakula vya kulima ardhini, matango, dengu, vitunguu maji, sijui na kadha, vitu ambavyo havina thamani kama vile ambavyo vilikuwa vinashushwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kuna baadhi ya watu ambao wanaonekana kama vile wamechoka amani, hawaitaki tena amani, na mtu anapokufuru neema fulani, Allah subhanahu wa ta'ala huiondoa neema hiyo katika watu. Ndugu yangu Muislamu, neema hii ukiipoteza hautokaa uipate, na hautojua utaikosa kwa muda gani, kwa maisha ya muda gani. Libya waliwahi kuchoka amani, walichoka utawala, wakataka demokrasia, wakamuondoa kiongozi wao, lakini mpaka leo hawajawahi kupata amani. Na si kana kwamba walikuwa hawapati riziki, na walikuwa wanadhaminiwa kwa mambo mbalimbali, na walikuwa wanapewa kila aina ya msaada na kila aina ya huduma, mpaka elimu bure, nyumba na kadha na maji na umeme, lakini ilifika mahala wanataka tu wabadilishe, wanataka tu mabadiliko. Ndugu yangu Muislamu, hata kama unahitaji mabadiliko, lazima uwe makini sana, usiharibu amani iliyopo. Tumia busara zako zote katika kutafuta mabadiliko unayohitaji, lakini usivuruge, usiharibu amani iliyopo. Inawezekana amani ikikosekana, ukamkosa mama yako, ukamkosa mke wako, ukakosa watoto wako, ukakosa nyumba yako, ukakosa ardhi 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 yako, ukakosa ard
ukakosa nyumba yako,
ukakosa gari lako. Hivi vyote vipo kwa sababu ya amani ipo. Lakini baada ya amani kukosekana, inawezekana wengine wakawa ni mayatima, wengine wakawa ni wajane, wengine wakawa ni maskini, wengine wakawa ni walemavu, na bahati mbaya wengine wameshaondoa familia zao hazipo, kwa sababu ya kujua kwamba chochote kikitokea cha hatari wao watabakia salama. Muislamu ambaye analinda amani, hakikisha ya kwamba wewe ni mtunza amani, na kuhakikisha ya kwamba kila mtu anahitaji amani na usalama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema juu ya watu kuhatarisha au kuua nafsi katika surati Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, na yoyote yule atakayemuua mu'min kwa makusudi, mu'min kuitoa roho ya mu'min kwa makusudi, fajazaohu jahannam, malipo yake ni jahannam, khalidan fiha, tena khalidan fiha, na atakaa milele katika moto wa jahannam. Wa ghadiba Allahu alayhi, na Mwenyezi Mungu akiwa amemkasirikia, walanahu, na akiwa amemlaani, wa adda lahu adhaban adhima, na akiwa amemwandalia adhabu ambayo ni kubwa. Amani inapokosekana, ni wangapi wanaondoka katika waumini kwa sababu yako wewe, kwa sababu ya ulimi wako ukasababisha waumini wakauawa, ukasababisha watu wenye imani wakauawa, watu ambao ni maasuma, roho zao zimezuiliwa, hawana haki za kuuawa, lakini wakauawa kwa sababu ya batil, kwa sababu ya kile ambacho sio sahihi. Muislamu anatakiwa awe makini kwamba unapohatarisha amani unahatarisha mambo makubwa sana. Muislamu anatakiwa ilinde amani kwa namna yoyote inavyotakiwa. Ndugu yangu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala hakuyaahidi haya kwa sababu anajua kabisa kwamba kuua nafsi ya mtu ni jambo ambalo ni baya sana, ni jambo ambalo linamchukiza sana Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu huyo ambaye atakayekuwa amefanya hivyo atakuwa hana amani duniani, hata akhera hatakuwa na amani. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu akiwa anasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna minan nasi mafatiha lilkhairi maghaliqa lilisharri, hakika katika watu tulionao kuna watu ambao wao ni funguo za khairi na ni kufuli za kufunga shari. Hao watu tunao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wako watu ambao wao kuwepo kwao milango ya khairi, milango ya amani inafunguka, amani inakuwepo, khairi zinakuwepo, baraka zinakuwepo. Lakini akasema wa inna minan nasi mafatiha lilisharri, ni funguo za shari, maghaliqa lilkhairi, na wao ni kufuli za kufunga khairi zilizokuwepo. Amani iliyokuwepo inatoweka kwa sababu ya kuwepo kwa watu hao. Wako watu miongoni mwa watu hawa tunaowajua, wao ni funguo za shari. Wakiwepo shari zinaingia, maovu yanaingia, mabaya yanaingia, madhara yanaingia kwa sababu ya kuwepo watu hao. Ndugu yangu Muislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha alkhairi ala yadayhi, pepo atapata pepo yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amejalia funguo za khairi ziko mikononi mwake. Yule ambaye Allah amejalia milango ya khairi inafunguka kupitia yeye, Allah amejalia mtu huyu ni pepo, hakuna atakachokipata isipokuwa ni pepo. Akasema wa wailun liman ja'ala Allah mafatiha sharri ala yadayhi, na adhabu kali itampata yule ambaye Allah amejalia kwamba funguo za shari, funguo ya maovu ni kwenye mikono yake. Muislamu, jihadhari na hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
adhabu kali kwa yule ambaye Allah atajalia funguo za shari, funguo za maovu, funguo za mabaya kuenea duniani ziko mikononi mwake. Huyo Allah kwa mujibu wa Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema adhabu ya moto wa jahannam inamhusu. Ndugu yangu Muislamu, roho za wanadamu, nafsi za wanadamu si mambo ya kuchezea. Katika vitu ambao vimeafikiwa na watu wote wenye akili na umma zote vinatakiwa kuhifadhiwa ni mambo matano. Na mambo haya matano yanapokosekana, tujue ya kwamba hakuna maisha katika ulimwengu, hakuna maisha katika akhera. Jambo la kwanza ni dini. Dini inatakiwa ihifadhiwe, dini inatakiwa ilindwe kwa namna yoyote ile. Dini inatakiwa kuhifadhiwa, dini inatakiwa kutunzwa. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata. Hakika Mwenyezi Mungu amenunua kutoka kwa waumini nafsi zao na mali zao kwa kupigania dini yao, kwa sababu wao wana pepo. Kwa kutoa nafsi zao kupigania dini wanayo pepo. Kutoa mali zao kwa ajili ya dini, kwa ajili ya Uislamu uende mbele, wanayo pepo. Ndio maana maswahaba historia walitoka wakapigana jihadi, hawakuwa wanatetea mali zao, walikuwa wanatetea dini. Walikuwa tayari kutoa uhai wao na roho zao, lakini kwa sababu ya dini, na wao walikuwa na dini. Leo wewe unataka kutoa roho yako, uipoteze roho yako na dini huna. Unaingia kaburini, adhabu unayo, mkongoto unayo, unafufuliwa siku ya kiyama adhabuni, unaenda kuadhibiwa katika moto wa jahannam. Waliyadhi billahi min dhalik. Hifadhu din, kuhifadhi dini. Hili ndio ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhimiza kwamba tuhifadhi dini kwa namna yoyote. Pamoja na hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama aliishi Maka miaka 13 analingania watu tauhidi, watu wapate amani ya kweli, hata kama wakifa watapata amani iliyokuwa ya kudumu akhera. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallama hakuanzisha chokochoko zozote, kwa sababu anajua hana nguvu ya kufanya lolote, atasababisha watu watauawa na hawatofikia malengo yao. Akapambana mpaka alipohama akaenda Madina, akajiandaa, akajitayarisha, ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallama akaweza kuanzisha mapambano ambayo anadhania ya kwamba lazima ushindi utakuwepo, na kweli akawa ni mshindi. Lakini miaka 13 Mtume anavumilia, maswahaba wanateswa, maswahaba wanapigwa, wengine wanajeruhiwa, wengine wanawekwa juani wanateswa, lakini akawaambia hameni, nendeni Habasha. Si wakati ambao tunatakiwa kusema na sisi tunanyanyua sauti. Si wakati wake, kwa sababu hatuna nguvu, hatuna power hiyo. Haya ni mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama aliyazingatia katika maisha yake, katika dawa yake, na alikuwa anachunga maslahi ya kulinda amani katika eneo aliyopo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini jambo la pili, an-nafsu, kuhifadhi nafsi, kulinda nafsi. Nafsi inatakiwa ilindwe. Hakuna mtu ambaye ana kibali cha kuweza kuiharibu nafsi, na mpaka imekuja katika sheria ya Kiislamu, ikiwa mtu atatishiwa ya kwamba yeye atauawa na ataachwa kuuawa endapo atamuua mwenzake, sheria inasema hiyo hukumu haipo. Haikubaliki nafsi ya mwenzako itoke ili wewe ubaki. Yani wewe uambiwe muue mwenzako alafu wewe ubaki, hilo katika sheria haikubaliki. Na kama ni kisasi, anatakuwa auawe aliyekuamrisha, na yule aliyeamrishwa, aliyetenzwa nguvu akafanya, na yeye pia anatakuwa auawe. Angalau Muislamu ameruhusiwa kutamka tamko la ukafiri kwenye mdomo, wa qalbuhu illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ila mtu aliyetenzwa nguvu akatamka neno la ukafiri, lakini moyo wake umetulizana katika imani, hapa kumeruhusiwa kidogo. Ammar bin Yasir
alitamka maneno haya, Mtume akamuuliza, vipi moyo wako ulitetereka? Akasema, hapana Mtume, mimi nilitamka tu kwa ajili ya kuepuka haya madhara. Lakini haijaruhusiwa Muislamu atishiwe au aone madhara alafu aambiwe muue mwenzako alafu wewe tukuache. Hilo halikubaliki, bali unatakiwa wewe mwenyewe kubeba jukumu hilo. Uwe na subira, uwe na uvumilivu, kwamba ni mtihani ambao umekusibu wewe, umekupata wewe, hautakiwi kuufaulisha. Hii ni kuhifadhi nafsi. Hakuna nafsi kubwa zaidi ya mwenzake, kwamba nafsi yako ikawa ni bora kuliko ya mwenzako, ya kwako ipone, ya kwako ya mwenzako itoe fidia. Kama unataka wewe kufa, tangulia kufa wewe kwanza. Muislamu anatakuwa alinde uhai wa mwanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, zimekuja hadithi mbalimbali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man hamala alaina silaha falaysa minna, mutafaqun alayhi. Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yeyote atakayebeba silaha, akatubebea silaha sisi kwa maana ya kutupiga, falaysa minna, huyo sio katika sisi, huyo sio katika sisi. Na zimekuja adabu, hata mtu anaposhika panga au silaha yoyote, asishike sehemu ya mpini, ashike huku sehemu ya makali, kwa sababu ukishika kwenye mpini maana yake unatishia watu amani. Ndugu yangu Muislamu, amani ni kitu muhimu sana katika maisha yetu. Amani haitakiwi mtu kutumia namna yoyote ile kuiharibu amani, kwa sababu maisha yetu sisi yanategemea sana amani kuwepo. Ibada zetu zinategemea amani kuwepo. Kwa hiyo nafsi ya mwanadamu inatakiwa ni katika vitu ambavyo vinapewa kipaumbele. Kama kuna jambo lingine, mtu anaweza akatoa mali kwa ajili ya nafsi yake ibaki, anaweza, kwa sababu nafsi ni bora kuliko mali. Kadhalika kulinda akili zetu ni katika mambo yenye kuzingatiwa na sheria. Vile vile kulinda kizazi, anasilu wale irdhu, na heshima za watu. Heshima za watu zinatakiwa zilindwe, kwani inapokosekana amani, heshima za watu zitavunjwa, watu watafanywa mambo ambayo sio, kwa sababu hujui baada ya amani kukosekana ni watu gani watakaoingia kwenu na watafanya mambo gani katika eneo lenu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika maeneo ya Mina anatoa khutba, anahutubia mahujaji, anahutubia watu waliotoka sehemu mbalimbali. Alizungumza maneno mengi sana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini katika ujumbe aliyousema Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema maneno ambayo ni mazito na ni maneno ambayo yanabakia mpaka siku ya kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha, hadithu muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hakika ya damu zenu ninyi na mali zenu ninyi na heshima zenu ninyi ni haramu juu yenu ninyi. Ni haramu kwa yoyote kumwaga damu ya mwenzake, ni haramu kwa yoyote kuchukua mali ya mwenzake, ni haramu kwa yoyote kumvunjia heshima ndugu yake mwenzake. Kahurumati yaumikum hadha, kama ilivyokuwa ni haramu katika siku yenu hii na katika mwezi wenu huu, mwezi ambao ni mtukufu, na katika mji huu, mji ambao ni mtukufu. Heshima ni vitu muhimu sana. Tusicheze na heshima za watu. Heshima zitaharibiwa, heshima zitavunjwa. Angalieni maeneo ambayo hakuna amani, watu wanafanywa mambo gani ambayo ni machafu, ambayo ni maovu. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum.
Vitu hivi ni katika vitu vya kutiliwa manani. Uislamu haujaacha vitu ambavyo ni muhimu isipokuwa umevizungumza. Ndugu yangu Muislamu, nimalizie na hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. An Salamata bin Abi Ubaidillah. Sahaba huyu anatusimulia ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man asbaha minkum aminan, yeyote atakayeamka miongoni mwenu ninyi aminan, akiwa na amani, fi sirbihi wa muafa fi jasadihi wa indahu quti yaumihi fakaannama hizati lahu dunya. Hadithu ameipokea Bukhari fi adabil mufrad. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama kuonyesha umuhimu wa amani, anasema man asbaha minkum aminan, atakayeamka miongoni mwenu ana amani, kuna amani, fi sirbihi, katika nyumba yake, katika familia yake, katika kijiji chake, katika nchi yake, kuna amani. Atakayeamka katika nchi yake, kuanzia nyumba yake kuna amani, kijiji chake kuna amani, kwenye nchi yake kuna amani. Muafa fi jasadihi, na katika mwili wake yuko salama, viungo vyake viko salama, sio majeruhi, hajavunjwa mguu, hajavunjwa mkono, yuko salama. Wa indahu quti yaumihi, na anayo chakula mchana wake. Anayo chakula mchana wake, sio na usiku. Ana chakula mchana wake. Wa indahu quti yaumihi fakaannama hizati lahu dunya, mtu huyu kana kwamba amemilikishwa dunia yote. Angalia umuhimu wa amani, Muislamu. Kama mambo haya umeyapata, kama mambo haya umeyadiriki, ni sawasawa na ya kwamba wewe umemilikishwa dunia yote, kwa sababu ya kuwepo nini? Kuwepo amani katika familia, kuwepo amani katika mji wako, kuwepo amani katika nchi yako. Lakini pia ukiwa na afya njema, umeepushwa na maradhi makubwa, maradhi yenye kutisha, maradhi yenye kuogopesha, na vile vile yale ambayo mtu anaweza akayapata majanga katika safari yake. Lakini una chakula mchana. Leo watu wanapigania kwa sababu ya maslahi ya kula miaka 5 ijayo, miaka 10 ijayo. Ni tamaa za kimaisha ndio ambazo watu wameziweka mbele, na mpaka wako tayari kupotosha amani, kuharibu amani kwa sababu ya maslahi yao binafsi, kwa sababu ya njaa zao. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema siku moja tu kwamba wewe una amani katika familia yako, una afya njema na una chakula mchana, achana na cha usiku. Kwa sababu kidiriki mchana hujui kama usiku utafika. Hili ni kila Muislamu mwenye akili timamu lazima apiganie, lazima alinde usalama, lazima alinde amani, ili tuweze kufanya mambo yetu, ili tuweze kufanya ibada zetu, ili tuweze kufikia malengo yetu tuliyojiwekea. Wako watoto wako mashuleni wanasoma, wana malengo na wana ndoto zao, wanahitaji kuzifikia, lakini haziwezi zikafikiwa mpaka tuwe na amani, mpaka pawepo na usalama. Allah atuongoze na atujalie katika watu ambao wanalinda amani. Allah atupe afya njema. Allah atujalie tuweze kula Idi vizuri, na tusherekee Idi kwa amani na kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na si kwa kufanya yaliyokuwa ni maasi. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha anta waliyuha wa maulaha
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Waislamu, tuendelee na harakati